Wito wa umoja, amani na usaidizi kwa watu wasiojiweza ulitawala sherehe za Eidul Fitr katika kaunti ya Mombasa wakati Waislamu walipoadhimisha mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Viongozi wa kidini walisisitiza umuhimu wa kuwakumbuka na kuwasaidia wasiojiweza katika jamii. Wazazi pia walihimizwa kutimiza majukumu yao ya malezi kwa kufuatilia kwa karibu tabia za wanao ili kuwaepusha na matumizi ya dawa za kulevya na uhalifu. Katika msikiti wa Masjid Umukudhum huko Kizingo, viongozi wa kidini kaunti ya Mombasa waliwataka waumini kuzingatia mafundisho ya Kiislamu hata wanapoadhimisha Eidul Fitri na pia kuwasaidia wasiojiweza katika jamii. Tunatakiwa tusherekee within the limits za sheria pamoja na kuangalia zaidi wale katika sisi Waislamu ambao ni madhaifu, ambao hawajiwezi, tuweze kuwasaidia kwa namna yote ambao tunaweza kuwasaidia. Akizungumza katika hafla tofauti kwenye uwanja wa Ronald Ngala, gavana wa Mombasa Abdul Swamad Nasir alitoa wito kwa wazazi kutopuuza wajibu wao wa malezi kwa kufuatilia mienendo ya watoto wao ili kuzuia matumizi ya dawa za kulevya na uhalifu miongoni mwao. Hatuwezi kwa saa zote tunasingizia mtoto wa miaka 15, 16, 17, hata 18, hata 19, huwezi kusingizia ya kuwa ni kwa sababu ya ajira. And hii hutuba ambayo kwamba ametoa leo imamu wetu ya kusisitiza masala ya elimu. Kwa hiyo naiomba security ya Mombasa na Coast, vijana wadogo wale wote wenye kuua watu wasihurumiwe, wakamatwe, watu wendani wafundishwe adabu. Kwingineko, gavana wa Meru Isaac Mutuma amekariri kujitolea kwake kusaidia jamii ya Waislamu kwa roho ya kukumbatia ujumuishaji. Alitoa matamshi hayo katika makazi yake wakati alipoandaa sherehe ya Eidul Fitri. Mahali ambako mnahitaji gavana wenu aingilie, iwemo maendeleo, iwemo ni kuchimba visima ndio tuweze kufuata itikadi zetu kama Waislamu karibu na misikiti yetu, hiyo ni kazi ya serikali yenu ya kaunti. Katika kaunti ya Homa Bay, baadhi ya Waislamu eneo la Rachuonyo Kaskazini walisherehekea Eidul Fitri kwa mtindo wa kipekee kwa kushiriki katika shughuli za uhifadhi wa mazingira. Walishiriki mpango wa kupanda miti kama sehemu ya sherehe zao, wakisisitiza umuhimu wa uhifadhi wa mazingira. I call upon everyone to embrace peace. Let us honor all those people in authority. Na kutokana na kupanzaji wa miti, hii ni kitu ambacho kwamba kiko bora zaidi kwa sababu miti kwanza inapeana mvua, alafu inapeana shade. Tunatumia kutokana na shade na maji. Kwa hiyo tunashukuru zaidi, isije ikawa ni mara ya kwanza, ya pili hapana, iendelee hivi kupanda miti na ushirikiano wetu sisi viongozi kama leader. Christine Matunda, Darubini.